Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa jioni nyingine ya siku ya usiku wa Jumanne. Sisi tunasema huu ni usiku wa Jumanne, sababu kwenye sheria siku inaanza usiku alafu unafuata mchana. Bila kupoteza muda, tuingie moja kwa moja kwenye somo, na leo tutagua ukurasa wa 21 kwenye kitabu kama hiki. Jana tulishia kwenye sunna ya kunuti. Wasema katika madhhabi ya Imam Shafi, kukunuti katika swala ya alfajiri ni sunna, na katika witri ya nusu ya mwezi wa Ramadhani ni sunna vile vile. Lakini sita, Sheikh anasema alqiyamu lilkunuti, kusimama kwa ajili ya kunuti. Yani kunuti huwezi kuleta wakati umekaa, ni sunna kusimama wakati unaleta kunuti. Alqiyam lilkunuti, kusimama kwa ajili ya hiyo kunuti. Na jana tumeeleza kwa mapana na marefu kuhusu kunuti. Anasema sunna ya 7, as-salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi, kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam na ali zake na masahaba zake katika hiyo kunuti. Kwenye kukunuti humo kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo utaleta kunuti, lakini mwisho utasema wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi. Kwa sababu ni sunna kumswalia Mtume kwenye kunuti katika madhehebu ya Imamu Shafi. Na tumesema wamekhtilafiana wanazuoni kwenye kunuti ya alfajiri tu, sio kwenye kunuti ya katikati ya Ramadhani au kwenye kunuti ya witiri au kwenye kunuti ya majanga. Hii wamekubaliana wote, hapa kuna kunuti. Tatizo liko kwenye swala ya alfajiri. Hapa ndipo walipotofautiana. Wawili wanasema hakuna kunuti, wawili wanasema kuna kunuti. Abu Hanifa na Imamu Ahmad bin Hanbal wao wanasema hakuna kunuti. Imam Malik na Imam Shafi wao wanasema kunuti ipo. Lakini Imam Shafi na Imam Malik wanatofautiana sehemu moja tu kwenye swala ya alfajiri. Kunuti yote wanasema ni sunna. Wanatofautiana kwamba kipengele gani utakacholeta kunuti.
Imam Malik anasema kunuti utaleta kabla ya kurukuu. Umesoma sura rakaa ya mwisho ya swala alfajiri, umesoma suratul Fatiha, umesoma sura inayofuata, kabla ya kwenda kurukuu una kunuti kabisa. Hii ni madhhabu ya Imam Malik. Lakini madhhabu ya Imam Shafi kukunuti ni baada ya rukuu. Una rukuu kwanza, ukiitadili kabla ya kwenda kwenye sujudu ndio una rukuu, una kunuti. Hizi ndio tofauti ya kwanza ya watu waliokubali kwamba kunuti katika swala ya alfajiri ni sunna. Tofauti ya pili, katika madhhabu ya Imam Malik, ukiacha hiyo kunuti sawa, umesahau au umeacha kusujudu, hautosujudu sijati sawa. Lakini kwa Imam Shafi ukiacha lazima usujudu sijati sawa. Hizi tofauti mbili za wawili waliokubaliana kunuti katika alfajiri. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo madhhabu ya Imam Malik wanakunuti kabla ya kurukuu, madhhabu ya Imam Shafi wanakunuti baada ya kurukuu. Sasa hizo zilikuwa ni sunna ab'ad ambazo katika madhhabu ya Imam Shafi ni sunnatu muakkada, sunna zilizokokotezwa. Ukiacha moja katika hizo 7 utasujudu sijati sawa. Sasa kabla ya kuingia hayatu, sunna zingine zile za haia za mapambo ya swala, kaanza kwanza kuletea sijati sawa yenyewe, kwamba ukisahau moja katika hizo vitu 7 anakufundisha sijati sawa uijue.